vipi? Fresh mwanangu. Kama mwanangu. Nakupigia simu yako haipatikani. Unajua mwanangu, mimi unazungua siku hizo. Mambo mengi wewe. Mambo mengi mwanangu. Lakini chega mwanangu. Ile. Take care, oh baby. Poa. Mama za asubuhi. Nzuri mwanangu. Umeamkaje? Tumeamka salama. Shikamoo. Marhaba. Wema? Wema. Kumekucha mwanangu. Sasa nimejiandaa kidogo. Haya. Ila mama, samahani nilikuwa na maongezi na wewe. Hamna shida mwanangu. Nipo kwa ajili yako. Karibu. Si unajua tena mwanangu, mali bila daftari kupotea bila habari. Niambie baba. Mama, unajua juzi walikuja maaskari wawili. Ila ujio wao haswa walikuwa wanamuulizia Robi. Robi huyu mwanangu mie? Robi huyu. Una mguu mzuri mtoto wewe. Mungu. Sasa uongo wangu ni wewe uone. Asante. Wewe gorofi bwana mister. Nini sasa? Seki bwana wangu. Mbona sasa sauti yako tu yani. Moyo wangu mimi. Unaweza moyo wangu. Ndio maana mimi nakupendaga na misifa yako. Eti. Sasa unajua nini? Bwana nimekuleta hapa kama nilivyokuambia. Kuwa na amani, kuwa na uhuru. Au vipi? Kama nilivyokuambia bi mkubwa siku ya Jumamosi, Jumapili, ili hapa hayupo. Au vipi? Hapa hayupo. Wewe jiachie. Ile tawala. Asie. Unajua nini bebe? Yaani siku hiyo unanipigia simu, ukaniambia baby njoo nyumbani unisalimie. Sasa nikawaza, huyu anaita niende kwao. Mama yake je? Nikawa naogopa. Unajua nini? Kuna pazuri. Wow. Nimepapenda pazuri sana. Mazingira umeyapenda au si? Nisegeta nitoke. Ila kienda sawa. Nitakuoa. Mungu. Nitakuoa. Achana na ile lichizi lile. Si unajua? Sicha bwana yule. Sasa kuna mtu mule kweli. Anakupa nini? Yaani mimi ndo kila kitu. Acha kunipa, ananipa nini sasa yule? Au vipi? Lile duka itakuwa lako lile. Kweli? Mimi kwamba lazima nikulizishe. Sasa mimi nikamwambia bwana Robi hayupo. Wakakuulizia pamoja na wewe. Nikamwambia bwana pia mama hayupo. Akasema kwamba huko ndani mko wangapi? Nikamwambia huko ndani sisi tunaishi watu watatu.
Sasa akaniuliza wewe ni nani hao Haso? Nikamwambia bwana mimi ni mpangaji tu humu ndani. Akasema basi isiwe kesi. Wewe fanya hivi. Tupatie namba zako za simu. Mimi nikawapatia namba za simu. Wakanipatia na wao namba za simu. Wakasema kwamba Robi atakaporudi mimi niwajuze. Sasa mama, oni kama hapo huyo Robi atakuwa kaniingiza mimi katika matatizo. Mwanangu, sijali. Tutaongea baadaye. Mimi nashukuru kwa taarifa. Sawa, lakini mama, kwani Robi anajishughulisha na biashara gani hasa? Mwanangu wewe acha. Tutaongea baadaye. Lakini mama, unajua mimi huyu Robi atakuwa kaniingiza katika matatizo. Mwanangu, sijali. Tutaongea baadaye. Mimi nashukuru kwa taarifa. Sawa, ila kumbuka nitakuwa katika matatizo mimi. Sawa, hamna tatizo. Tutarekebisha ya mambo yatakaa sawa. Lakini tutaongea baadaye. Kila kitu kitakaa sawa. Sawa. Kwani Robi anajishughulisha na biashara gani hasa? Mwanangu, nimesema tutaongea baadaye baba. Sawa. Kila kitu tutaweka sawa. Wacha mimi niende nikajiandaa niende katika biashara zangu. Asante. Nashukuru kwa taarifa. Ila Robi mwanangu. Ila baba. Naam. Kwani wamesema utakuja leo au kesho? Muda wowote atakapofika Robi niwapigie simu. Iwe leo au kesho. Haya baba, asante. Haya mama, mimi naenda. Haya mwanangu. Ila Robi ananiweka kwenye wakati mgumu sana. Nilimwambia mimi hivi. Alikuwa ananiona mimi kama sina akili. Yaani hao watoto wa siku hizi jamani. Haya sasa. Askari hao wanataka kuja kumkamata. Wasipomwona Robi, manake wananichukua mimi. Na umri huu maskini, niende wapi mimi? Nikafanye nini? Lakini hapana, ngoja nimjulishe na babake. Mama yako. Sikia. Sio mama. Mama anapigaje hodi wakati hapa nyumbani kwake? Sasa nani anagonga? Sio kawaida yake. Mama yako. Mama hana kawaida ya kugonga mlango hapa kwake. Anagongaje mlango? Sasa kwa nani baby, mbona unakuwa mbishi? Baby nielewe basi. Pita. Sio kawaida yake bwana. Wewe amani ama. Leo unashuka nini? Raimo. Unajua mdogo wangu nakuheshimu sana. Kwa nini unafanya vitu kama hivyo? Tambua wewe ni mwanamke. Wewe ni mwanamke, utabaki kuwa mwanamke. Na una kila kiungo cha mwanamke. Na utabakia kuwa mwanamke. Kwa nini unafanya vitendo ambavyo vya kipuuzi? Leo hii unakuwa mnadanganyana. Kwa nini unafanya vitu kama hivi? Blaza, mimi sio mwanamke. Hebu kelele bwana. Hayo matiti ya nini? Una kila kitu cha mwanamke. Leo hii eti sio mwanamke. Hizo mizuri ndio zinakudanganya? Au hayo mavazi ndio yanakudanganya? Hebu na wewe. Unasubutu kunichiti yani kwa mwanamke mwenzio. Je, kwa wanaume unafanyaje? Si ndio unanichiti kabisa? Mume wangu kitu gani? Sipendi. Na sitaki neno hili lijirudie. Hebu nyanyuka twende. Nimekwambia amka twende usikii. Hebu twende bwana. Nakuheshimu. Samehe brother, samehe. Nakuheshimu. Nakuheshimu. Na bahati yako kwa sababu uko nyumbani kwenu. Lakini ungekuwa sio nyumbani kwenu.
basi ukapumzike. Kaka. Mkubwa. Vipi mama? Mama kafanyaje? Amenondoka. Ainuka mama. Inuka, pole mama. Pole mama. Ilikuwaje mpaka hapo? Amenondoka tu ghafla, tulikuwa tunafilimiza machungwa ghafla tu amenondoka. Amesema nasikia kizunguzungu. Nimemkosea nini Mungu? Mnyanyuka kwanza mama. Mitihani yote ya kwangu. Mtoka ikimvulini mama kidogo pumzika. Ukuta chap chap basi na yangu. Hivi wewe mwanamke, yaani unasubutu kufanya mapenzi ya jinsia moja? Hujui kwamba hata vitabu vya dini vyote vinakataza mapenzi ya jinsia moja. Wewe leo hii unasubutu eti unashawishika kwa mwanamke mwenzio. Mbona unaniaibisha? Sijafanya chochote na Lemo, mangu naomba unielewe. Lemo mimi sio mpenzi wangu, mangu labda umesikia vibaya. Hapana. Mimi nimesikia kila kitu mlichokuwa mnakiongea. Sasa naomba unisikilize, sawa? Chagua hili moja. Kukaa na Lemo au kubaki na mimi. Sawa? Unanisikia? Nimekuelewa mama. Bro, vipi? Fresh inakuaje? Safi kabisa. Kama kawa. Kama kawa. Niambie. Unajua bro, siku chache nyuma hapa alikuja maaskari mtaani pale. Nani? Maaskari. Maaskari? Alafu kikubwa zaidi sasa. Kubwa zaidi walikuwa wanakuulizia yani wewe hapa. Robi huko wapi? Mimi nikamwambia hayupo humu ndani. Mamake hayupo. Wakanipatia namba zao za simu baada ya kuambia mimi niko mwenyewe tu humu ndani. Wakanipatia namba zao za simu wakaniambia kwamba atakaporudi huyu mtu tucheki. Niwapigie. Nitakapofika mimi wao wapigie, si ndio? Njoo sogea kwa. Kwa hiyo mdogo wangu unataka kunichoma, si ndio? Hamna, mimi siwezi nikakuchoma. Mimi naweza nikakuchoma wewe. Mkao kaambiaje badala ya hapo? Mimi nikamwambia tu sawa. Basi. Kwa hiyo unataka unichome, si ndio? Yaani sawa kwamba ukiniona muda wowote saa yoyote uambie au vipi? Sikia wewe dogo. Unajua wewe ni moja ya paka wetu tu pale mtaani. Alafu kukuchukulia kodi, usijione kama unatujua sana, unatufahamu. Uliwaambiaje? Wameniulizia hata hizo habari za kazi, mimi nikamwambia mimi sijui kazi anazofanya. Unajua mimi nasebenza vipi mpaka ile njia ya chooni mtaani pale bi mkubwa yote majani ile utawala. Wewe unajua mimi nafanyaje? Bana. Take care mdogo wangu. Sawa bro. Si ndio Si umenielewa? Nimekuelewa. Pita hivi. Haraka cheza.
Beno. Sasa mume wangu kichofanya mpaka kakaziko kaja kula sebuleni nini? Kuna ukijua. Hivi kweli hicho mume wangu ndio kitu kinakufanya uache kulala chumbani uje kulala sebuleni? Ndicho kilichokuleta hicho? Hapana mume wangu. Kwa hiyo Kwa hiyo unataka kuniambia ulikosa ndio ulikosesha kiasi hicho mpaka ukashindwa kulala chumbani? Mume wangu, kumbuka kwa sisi ni binadamu, kuna kukosea, kuna kuteleza mume wangu. Sio unavotoka chumbani unakuja kulala hapa sebuleni unajenga picha gani? Hiyo ni makosa madogo madogo sana mume wangu. Tunaweza tukasameheana maisha mengine yakaendelea. Just imagine mimi nafikiria vipi unavotoka chumbani unakuja kulala hapa na sebuleni kweli? Hivi wewe unafikiria tu hili jambo yani linaisha tu hivi tu yani namna gani? Kwa sababu jambo lililofanya ni zuri? Hapana. Lemo alinilaghai. Haikuwa mimi makusudi yangu kufanya vile mume wangu. Tambua dini zote ya Kiislamu na ya Kikristo zote zinakataza. Ndio maana nikakuomba msamaha. Nisamehe basi mume wangu. Haya maisha unayofanya kulala hapa sebuleni utalala mpaka lini? Sikiza nikwambie. Kitendo hicho kifanya unaona cha kawaida tu. Tambua umenikosea pakubwa na umenidhalilisha. Bora ungekuwa mwanaume, lakini sio kwenda kunichiti kwa yule mwanamke. Ingekuwa mwanaume ningesema kwamba labda mimi sikutoshelezi. Kwa mwanamke. Labda wewe unavyofikiria wewe. Unatoka hapo unaenda kazini unarudi kama ni chakula umekuta unakula, atuongeleshane au salimiani. Au maisha unaona ni mazuri kwa upande wako. Siwezi kukusamea hivi. Mungu nikubali makosa, najua nimekosea ndio maana nikakuomba msamaha. Bado sisikia. Na ndio maana nimekuacha chumbani. Nije ni relax, nitulize mawazo yangu. Bado unanifuata, una maana gani? Usiseme hivyo mume wangu. Sasa usiponisamea tutaishije haya maisha kwetu tunakaa tunamniana huko ndani? Nitakapojisikia. Tunakaa kama mabubu kweli. Yajayo kwenye Tambara. Umekuwa tomboy? Hapana mama. Wewe anakuzulia. Mimi kaka ananichukia mama. Mimi sipo hivyo. Aha. Ndio maana kuna mtu alikuja kuniambia mwanao sasa hivi anajihusisha na madawa ya kulevya. Vitu vingine unatumia akili. Si mbona tunakula weed, tunakula kush. Nigga, you place down communication, man. Down feeling. Lazima uweze kuzuia hisia zako. Kuheshimu bro. Siku zote nishakwambia kabisa. Mama siku yupo, siku hayupo. Takuvunjia heshima sasa hivi bro. Si unaelewa? Sasa bi mkubwa anapopika huko, wewe unakuja unakuta tu chakula unakula. Leo zamu yako pika hapo. Sikiliza, sawa? Nina uwezo sasa hivi nikasusa, nikaenda kula mama ntilie sijui mtakula nini. Wewe vipi bwana, mimi naogopa bi mkubwa. Yaani umefika tu kufanana na mimi hivi nilivyo ndio unakuwa hivi. Tangia aondoke baba yenu sina hata la ya dunia. Yaani sina la hata kidogo. Sasa mama, masuala ya upumbavu wa kidu na masuala bado yametoka wapi? Kabla baba yenu hajafa hakuwa hivyo kidu. Lakini tangia afi baba yenu umekuwa mitiani sina la hata kidogo. Kila siku nafanya kaza kumsikiliza yeye. Yaani bi mkubwa ananipa dela mimi nivae. Mimi na dela wapi na wapi sasa? Hizi sio mapigo yangu haya.